وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu katika Uislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha kuwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni mtukufu katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika siku ya wiki ambayo ni tukufu, nayo ni siku ya Ijumaa, katika nyumba yake tukufu ambao ni msikiti huu. Na tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabalia ibada zetu na somo zetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa bishara njema masahaba, na wakati huo huo alikuwa akiwaonya masahaba pale mwezi wa Ramadhani ulipowafikia. Na amepokea Abu Hurairah radhiallahu anhu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipokuwa mwezi wa Ramadhani umewafikia, akiwaambia masahaba wake, atakum Ramadhan, umewafikia nyinyi mwezi wa Ramadhan, shahru mubarak, mwezi ambao umejaa baraka, au mwezi ambao uliobarikiwa. Faradha Allahu azza wa jalla alaykum siyamahu, amewafaradhishia Mwenyezi Mungu aliyetukuka kufunga ndani ya mwezi huo. Tuftahu fihi abwabu samaa, ndani ya mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya mbingu, kwa maana anafungua milango ya pepo. Wa tughlaqu fihi abwabu jahim, na katika mwezi huo Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala anafunga milango ya moto, anafunga milango ya jahannam. Watuhatu fihi maradatu shayatin, na katika mwezi huo mashetani wanafungwa kwa minyororo. Halafu anasema fihi laylatun khairun min alf shahr, katika mwezi huo kuna usiku ambao kheri zake, baraka zake, malipo yake ni bora kuliko malipo ya miezi elfu. Halafu akasema man hurima khairaha, atakayenyimwa kheri za usiku huu, faqad hurim, basi huyo atakuwa amenyimwa. Hakika mwezi wa Ramadhan ni mwezi uliobarikiwa, pamoja na mambo mengi ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema, amefaradhisha saumu ili mimi na wewe tuweze kupanda daraja ya uchamungu ndani yake. Katika mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kila fursa ya kuweza kuingia peponi, na kajalia kwamba katika mwezi huu ameleta mambo ambayo ni vigumu sana mtu kuingia kwenye jahannam, kwa sababu milango ikiwa wazi, basi ni rahisi mtu kuingia mahali popote, kama alivyosema Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya pepo, anafungua milango ya mbinguni, na anafunga milango ya jahannam. Na mshawishi ambaye ni Iblis na kizazi chake, Allah subhanahu wa ta'ala anamfunga minyororo ili iwe ni vigumu kwake yeye Iblis na kizazi chake kukushawishi wewe na mimi kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala.
Tena Allah subhanahu wa ta'ala katupenda sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu umma zilizopita Allah subhanahu wa ta'ala akiwaruzuku kwa umri wakiishi miaka mingi sana. Tunasoma kwenye Qur'an kwamba Nabii Nuh alayhi salam aliishi miaka 950. Allah sema aliishi 1000 sanatin illa 50 ama, aliishi miaka 1000 isipokuwa miaka 50. Sisi umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi umri wetu ni baina nini 60. Yeye mwenyewe al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam aliondoka ulimwengu huu akiwa na umri wa miaka 63. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu aliondoka akiwa na umri wa miaka 63. Ndio maana watu wengi wanawaambia, ukimwambia mimi 70 wa 80, akwambia wewe sasa unaishi kwenye nini bonus. Lakini Allah akatupenda watu walikuwa na umri mrefu wakifanya ibada wakipata malipo marefu. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba kila mwaka sisi tuna usiku ambao tukifanya ibada basi malipo yake ni zaidi ya miaka 1000. Miezi 1000. Ukifanya hesabu ya miaka inakuja takriban miaka 80 na kitu. Kwa hivyo wewe, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku ala al-aqal, kwa uchache, kwamba Ramadhani 10 wewe upate Lailatul Qadr, utakuwa umepata malipo ya miaka mingapi? Miaka 830 takriban. Kwa hivyo ni fursa tumepata, na sasa tunakwenda katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhan, na hadithi nyingi zinaelekeza kwamba Lailatul Qadr ni katika 10 la mwisho. Taban wengine wanasema inaweza kuwa katika siku yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini nyingi katika hadithi zinatuelekeza kwamba usiku huu unapatikana katika usiku wa 10 la mwisho. Ndio maana pia unakuta kwamba itikafu, mtu kujivua na ulimwengu akaja katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, itikafu inafanywa katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio kwamba hairuhusiwi kufanya wakati wote, lakini tumezoea kusoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba itikafu alikuwa akifanya katika 10 la mwisho. Ramadhani ni mwezi uliobarikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika mchana wake waumini wanachukua maumbile ya malaika. Katika mwezi wa Ramadhani waumini mchana wake wanachukua maumbile ya malaika. Mtu anajinyima chakula chake hali, anajinyima kinywaji chake hanywi, anajizuia kufanya kitendo cha ndoa pamoja na mkewe au mumewe, na hii ndio umbile la malaika. Tunajizuia kula, tunajizuia kunywa, tunajizuia sisi na tendo la ndoa, badala yake tunakuja katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Malaika wameumbwa wao kwamba hawali, hawanywi, hawana vitendo vya ndoa. Wao wameumbwa kwa ajili gani? Ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyojua, ndiyo lengo, ndiyo sababu ya sisi kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala alipotangaza kwenye Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba mimi sikuwaumba majini wala sikuwaumba wanaadam isipokuwa waniabudu. Na kuabudu hakukubanwa tu katika amali za faradhi, kwamba kuswali, kufunga, kutoa zaka, kwenda kuhiji. Kila kitendo ambacho mwanadamu anafanya kwa ajili ya kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu, hilo ndio jambo la kwanza.
kwamba sisi chochote tunachofanya kiwe ni kwa sababu ya kutaka nani? Kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumridhisha Allah, mpaka tufike daraja ile ambao tuje karibu na masahaba. Allah akasifu masahaba aliposema radiyallahu anhum wa radu anhu, kwamba Mwenyezi Mungu yuko radhi na wao na wao wako radhi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chochote unachokifanya kwa ajili ya kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sharti ya kwanza. Pili, utakachokifanya, utakachokisema kiwe vile alivyotufundisha mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inakubalika na wengi, na sisi Waislamu tunajua kwamba kufunga katika mwezi wa Ramadhan ni moja katika nguzo za Uislamu, ni nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu. Na pia kama tunavyojua kwamba ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha juu yetu, kwa maana amezilazimisha juu yetu, ibada hizi si malengo, ibada hizi si malengo, ibada hizi ni njia ya kufikia malengo. Na malengo nini? Kujisalimisha kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuta kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anamfahamu mwanadamu kimaumbile, mara nyingi anataka kujua sababu ya vitu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumfahamu mwanadamu na kutaka kumpa motisha mwanadamu ili aweze kujibidiisha kufanya ibada kwa uangalifu, unakuta kwamba anamfungulia mwanadamu sababu ya kumfaradhishia yeye ibada. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya swala, tunajua sisi swala ni kitu muhimu. Swala ndio jambo la kwanza ambao mu'min atakwenda kuulizwa yaumul qiyama. Na kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ikiwa swala imefuzu, basi mambo yako yote yatafuzu. Allah akatuambia sababu ya yeye kutulazimisha kuswali, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwamba kwa hakika swala humzuilia huyo mwenye kuswali na maovu na machafu. Ndio ulama mara nyingi wanasema katika vipimo vya kutumia kujipima wewe mwenyewe, je, unaswali sawa sawa? Na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha kwamba tuswali, ametuamrisha kwamba tusimamishe swala. Utakuta kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta masala ya swala anasema nini? Kusimamisha swala, iqamati as-salah. Kwa hivyo tunaambiwa sisi njia moja ya kujiuliza wewe mwenyewe, njia moja ya kujifanyia hesabu wewe mwenyewe, je, hii swala ambayo mimi ninaiswali vilivyo? Ikiwa swala yako inakuzuia wewe na machafu na maovu, basi inshallah swala ile unaiswali vilivyo na itakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika masala ya zaka unakuta pia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake kwamba chukua zaka, akimwambia khudh min amwalihim sadaqa, chukua sadaka katika mali zao. Kwa nini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ili uwasafishe na kuwatakasa kwa ajili hizo. Unapotoa zaka unajitakasa, unajisafisha na matamanio ya kilimwengu, unasafisha mali yako, unasafisha imani yako. Na ilipokuja masala ya saumu, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini. Na wenye kufasiri Qur'an wanasema kawaida ukimwita mtu ewe fulani, yuko tayari kusikiza.
unasema nini? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tuwe tayari kumsikiza atasema nini. Kutiba alaykum siyam, imefaradhishwa juu yenu somo, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa wale ambao walikuja kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa ni wacha Mungu. Kwa hivyo lengo la saumu kwangu mimi na wewe ni ili sisi tuwe ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka kuzungumza masala ya takwa, na nimewahi kuyazungumza masala haya katika Ramadhani ya miaka miwili iliyopita. Kwa hivyo najikumbusha mwenyewe na nawakumbusha nyinyi wazee wangu na ndugu zangu, na Qur'an imesema fadhakkir inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kumbusha, kwa sababu ukumbusho unamfaa yule ambaye ameamini, na inshallah sisi ni miongoni mwa wale ambao ni wenye kuamini. Allah amesema la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa ni wenye kumcha Mungu. Na utaangalia hii Qur'an imeteremshwa ili tuweze kuwa ni wacha Mungu. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Alif lam mim, dhalika alkitab, hiki ni kitabu la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, hakina upungufu, hakina dosari. Ni nini? Hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wale ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunakumbushana na tumesema kwamba sisi mara 5 kwa siku tunasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karibu mara tutasema 17 katika swala, kwa sababu katika kila rakaa tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Na Allah sema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Mkitaka kuongoka, basi hiki ndio kitabu kwa yule ambaye ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Neno takwa inafasiriwa katika lugha ya Kiswahili kuwa ni ucha Mungu, lakini asili yake neno hili takwa linatokamana na neno la Kiarabu wiqaya. Wiqaya maana yake ni kujikinga, na ukiangalia kamusi ya dini, neno hili maana yake takwa ni ucha Mungu. Wanasema nako ni kujikinga, kujiepusha na maasi pamoja na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna simulizi maarufu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu alimuuliza Ubay bin Ka'b radhiallahu anhuma, wote wawili Umar na Ubay, kuhusu maana ya takwa. Alimuuliza Ubay bin Ka'b, nini takwa? Ubay akamuuliza Umar, je, wewe umewahi kupita kwenye njia ambayo imejaa miba? Umewahi kupita katika njia ambayo ina miba mingi? Umar akajibu, ndio, nimewahi kupita. Ubay bin Ka'b akamuuliza Sayyidina Umar al-Khattab radhiallahu anhu, ulipitaje? Ulipita vipi katika hiyo njia ambayo kulikuwa na miba mingi? Akamwambia kwamba nilijikunja, kwa maana niliinua nguo zangu na nikajitahidi kadri ya uwezo wangu kutembea kwa makini ili nisichomwe na miba. Nimeinua nguo zangu na nikajibidiisha kwa kadri ya uwezo wangu kutembea katika njia hii ya miba ili nisichomwe na miba isinichome. Ubay bin Ka'b akaambia, hiyo ndio takwa. Hiyo ndio nini? Takwa. Kwa maana gani? Yaani kujiepusha na dhambi na hatari katika maisha. Ulimwengu wetu huu sisi una miba mingi. Ulimwengu huu wetu una vishawishi vingi,
na hivi vishawishi ndio miba ambayo iko katika njia yetu. Kwa hivyo ukiwa na takwa, utatembea katika ulimwengu huu, utaishi katika ulimwengu huu. Ujilinde kwamba usichomwe na miba, usiingie katika hali ambayo itamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelezwa kwamba mfano wa miba ni njia yenye miba, inawakilisha maisha yaliyo na mitihani na vishawishi vingi. Kujihadhari ni kujikaza na kuangalia hatua zako ili usichomekwe na miba, ni sawasawa na kujiepusha na madhambi. Sayyidina Ali radhiallahu anhu alipoulizwa nini maana takwa, akasema takwa ni pale ambapo Mwenyezi Mungu akuone pale ambapo anataka kukuona. Takwa ni Allah subhanahu wa ta'ala akuone pale ambapo anapotaka kukuona, na asikuone pale ambapo hataki kukuona. Hiyo ndio takwa. Maelezo rahisi. Nini maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akuone pale ambapo anapotaka kukuona, kwamba ufuate amri zake? Na tujue kwamba sisi kama Waislamu hatuna khiari, hatuna letu, hatuna badala katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wanajihadai nafsi zao. Unapompatia wasia na yeye Muislamu, anakuambia la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika dini. Aya hii ya kwamba hakuna kulazimishana katika dini si ya Waislamu, ni kuwalazimisha wale ambao hawako katika Uislamu, kuwalazimisha kuingia katika nini? Uislamu. Lakini wewe Muislamu ukiingia kwenye dini huna chako, ni lazima. Huna chako, ni lazima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amesema kwamba pale ambapo Allah na mtume wake wanapofundisha jambo, basi muumini hana nini? Hana khiari katika jambo hili, hana khiari. Takwa tumesema ni kwamba Allah akupate pale ambapo amekuamrisha. Moja katika sisi kuweko hapa, sisi katika ibada ya Allah, Mwenyezi Mungu amesema funga. Anataka kukuona katika mwezi wa Ramadhani katika hali ya nini? Ya kufunga. Na kama umefunga, basi wewe insha Allah uko katika wale ambao ni muttaqin. Na Mwenyezi Mungu akukose pale ambapo hataki kukuona, kwa maana uwe mbali na madhambi, uwe mbali na machafu, uwe mbali na maasi. Takwa ni kutekeleza kila jambo ambalo analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala halitaki. Takwa inamfanya muumini aishi katika ulimwengu huu na hisia kwamba Allah anamuona, Allah yuko na yeye, Allah anajua fikra zake, Allah anajua siri zake. Na ukifika daraja hii kwamba wewe katika ulimwengu huu unahisi kwamba kila saa uko katika hadhara ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi umekuja katika ihsan. Umekuja katika nini? Ihsan. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, alipoulizwa na Jibril katika hadithi ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu, alipoulizwa mal islam wa mal iman, mwisho akaambiwa wa mal ihsan, nini ihsan? Akasema an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni kana kwamba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona. Hebu nifikiria wewe, lau kwamba Allah unahisi kwamba huyu Allah ananiona, utasubiri wewe kuingia katika mambo ambayo amekukataza? La. Kwa hivyo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wewe unamuona, na ikiwa wewe humuoni, basi jua kwamba yeye nini? Anakuona.
Kwa nini takwa? Kwa nini tujilazimisha sisi na takwa? Mwanzo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza, na hilo ndio muhimu kwa Muislamu. Ukielewa sababu nyingine usielewe, bora ni amri tosha. Tunasema sam'an wa ta'a, sisi tunasikia na tunatii. Mimi hapa katika kufungua khutba hii nimesema nini? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqatihi, vile ambavyo inavyopaswa kuogopewa, vile inavyopaswa Allah subhanahu wa ta'ala inavyopaswa kumcha. Tena akasema wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msiondoke katika ulimwengu huu, wala msife ila mnakufa katika hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe husnul khatima. Hicho ni muhimu zaidi. Watu wanapimwa na mwisho, hawapimwi na mwanzo. Kwa hivyo katika swala zetu, katika dua zetu, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anapotuondoa katika ulimwengu huu atuondoe katika hali ya sisi ni Waislamu na atupe mwisho mwema. Mwisho mwema ni kuondoka ulimwengu huu Mwenyezi Mungu ameridhika na wewe. Pili, nimesema kwanza ni amri ya Allah. Pili, utukufu wa mwanadamu hauko katika kabila lake. Utukufu wa mwanadamu hauko katika nasaba yake. Utukufu wa mwanadamu hauko katika hali ya uchumi wake, hauko katika vyeo vyake. Hivi ni vipimo vya dunia peke yake. Kipimo ambacho ni muhimu zaidi kwa Muislamu ni kipimo cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika kueleza utukufu wa mwanadamu uko wapi, hakuwalingania Waislamu peke yake, hakuwalingania waumini peke yake, bali aliwalingania wanadamu wote aliposema ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah anaanza kuambia wanadamu kwamba nyinyi wanadamu nyote mko sawa sawa, nyote ni wana wa Adam, nyote ni wana wa Hawa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi binadamu, enyi watu, tumewaumba nyinyi kutokamana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu, tena tukawafanya tofauti kwa kupitia nini? Makabila, qabail. Waja'alnakum shu'uban wa qabail, tena tukawafanya nyinyi mataifa na makabila mbalimbali. Sio kwamba taifa lako ndio likufanya wewe uone kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, au kabila lako likufanya wewe ujihisi kwamba wewe ni bora kuliko mwingine. Litaarafu, ili mujuane. Mujuane kwa nini? Mujuane, mutendeane wema. Sisi tunajua makabila fulani wana desturi hizi, makabila fulani wana tabia hizi, makabila fulani ni wapole, makabila fulani ni wakali, makabila fulani ni wakirimu. Kulingana na unavyofahamu kabila, basi utumie fursa ile kuwafanyia. Ni taarafu, sio kujuana. Ukiangalia msingi wa neno hili taarafu ni pia kufanyana nini? Wema. Makabila wafanyane wema, lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, yule ambaye ndiye bora zaidi, sio kwa nyinyi wanadamu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nani? Ni yule ambaye ni mwenye kumcha Mungu. Atqakum. Wewe wataka kutambuliwa na wanadamu kuwa ni bora, au wataka kutambuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Where does it matter? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili kwamba sisi tujilazimishe na ucha Mungu, na Allah akutupatia saumu na Qur'an
kutupelekea sisi katika uchamungu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atutambue kwamba sisi ni bora katika viumbe vyake. Tatu, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta katika ulimwengu mitume wengi. Kama sikukosea, Allah subhanahu wa ta'ala ametuma katika ulimwengu huu mitume na manabii 126,126,000 prophets and messengers. Kuna tofauti baina ya nabii na mtume. Kuna tofauti baina ya nabii na mtume, na ulama wamejaribu kueleza tofauti. Ile ambayo inakubaliwa na wengi ni kwamba nabii huwa ametumwa lakini hana sharia yake, anafuata sharia ya mtume kabla yake yeye. Lakini rasul, messenger, ni yule ambaye ametumwa na amekuja na nini? Na sharia yake. Kwa hivyo kila mtume ni nabii, lakini sio kila nabii ni mtume. Hawa wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza, amewatuma na ujumbe mmoja, mitume wote. Na ukisoma kwenye Qur'an kuna aya nyingi, ni wakati uturuhusu. Idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun, idh qala akhuhum Hud ala tattaqun. Allah anataja mitume kwamba na pale ndugu yao alipowaambia, je, ninyi hamumchi Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo kutoka Nabii Adam mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujumbe ni kwamba sisi tufanye nini? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunapojilazimisha sisi na ucha Mungu, tunafuata wito wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya tano, ziko nyingi, tutazua kama sababu 7 hivi ama 8. Sababu ya tano ni wale wenye takwa ndio ambao wanafaidika na mwongozo wa Qur'an. Abul Ala Maududi, na aya ipo, tumesema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wale ambao ni wenye kumcha. Wenye kufaidika na Qur'an ni wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Ala Maududi katika tafsiri yake in the meaning of the Quran asema, hii ina maana kwamba ingawa kitabu cha Qur'an kinaweza kuwa kwa ajili ya watu wote, ni wale tu wenye sifa fulani wanaweza kufaidika nacho. Ndugu zangu, katika mwezi mtukufu Ramadhani, dunia nzima ya Waislamu inajibidisha na kusoma Qur'an. Na leo utawauliza Waislamu kuhusu mwezi wa Ramadhani, jambo la kwanza ambao Waislamu watanasibisha mwezi wa Ramadhani ni nini? Somo. Ama sivyo? Jambo la kwanza, muulize Muislamu, Ramadhani nini kuhusu Ramadhani? Atakwambia Waislamu wanafunga katika mwezi mtukufu Ramadhani, ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ameunasibisha mwezi Ramadhani mwanzo na Qur'an kisha na somo. Aliposema shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan, mwezi Ramadhani, shahr Ramadhan, mwezi Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'an imeteremshwa. Na ulama wasema imeteremshwa vipi? Mwanzo Qur'an ilishukishwa mpaka kutoka Lauhul Mahfudh mpaka samai dunia yote. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha Qur'an katika mwezi Ramadhan kutoka Lauhul Mahfudh, ikaja Qur'an mpaka katika mbingu ya kwanza ulimwengu. Halafu baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaiteremsha kwa Muhammad kwa muda miaka 23. Pia kwamba
imeteremshwa Qur'an katika mwezi mtukufu Ramadhani, ni kwamba aya za mwanzo za Qur'an zilishukishwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kula amesema dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Qur'an na saum zinanasibishwa, zinafungamanishwa kwamba ndio vitu viwili ambavyo vitatusaidia sisi katika kuja katika uchamungu. Na subhanallah, kila yoyote aliyenasibishwa na Qur'an na kila kitu kilichonasibishwa na Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amekibariki na akakitukuza. Qur'an yenyewe imebarikiwa, Qur'an yenyewe imebarikiwa. Mwezi ambao Qur'an imeteremshwa ni mwezi ambao umebarikiwa. Usiku ambao Qur'an imeteremshwa ni usiku Lailatul Qadr, ambao nini? Khairu min alf shahr. Yule ambaye aliteremshwa Qur'an nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebarikiwa kuwa ndio mbora wa mitume na mbora wa viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika aliteremsha Qur'an, Jibril alayhi salam ni bora kuliko malaika wote. Na umma ambao Qur'an imeteremshwa, Allah subhanahu wa ta'ala amesifa kusema kuntum khayra ummatin, nyinyi ndio umma bora kuliko umma zote. Kwa nini? Taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwa sababu nyinyi munafundisha, munalazimika, tanhauna, munawaambia watu, mnahusia watu kukataza. Taamuruna bil ma'ruf, mnaamrisha watu mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnawakataza watu ni maovu. Hiyo ndio kazi yetu sisi kama Waislamu. Na huwezi kujua maarufu na huwezi kujua munkar mpaka upitie nini? Qur'an. Na tena si ajabu kwamba leo kuna watu wanataka kumaliza Qur'an yote kwa mwezi mmoja wa Ramadhani, wengine wanataka kuhitimisha mara ngapi? Mara 3. Kuna watu Mungu kajalia siku 3, yani kwa nini? Amehitimisha mwezi wa Ramadhani, anahitimisha Qur'an mara 10. Mwenyezi Mungu atutakabalie na atutakabalie, kwa sababu kuna baraka katika kusoma Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusoma harfu moja kwenye Qur'ani anapata malipo, tena malipo mara 10 harfu moja. Na akasema mimi sisemi kwamba alif lam mim ni harfu, bali nasema alif ni harfu wa lam ni harfu na mim ni harfu. Sasa wewe ukisema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni hurufu ngapi wewe umezisoma? Muhimu ndugu zangu, tabia kusoma Qur'ani ni muhimu, lakini pia kuitendea kazi Qur'ani ni muhimu zaidi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani kwa watu wenye kufikiria. Akasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Asema Mwenyezi Mungu kitabun anzalnahu ilayka, na hili kitabu tumekiteremsha kwako wewe, mubarakun, chenye baraka nyingi. Kwa nini? Liyadabbaru ayatihi, ili wapate kuzifikiri aya zake, wa yatadhakkara ulul albab, na wenye akili wawaidhike. Bibi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusu tabia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa vipi ilikuwa tabia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia yake ni nini? Ni Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hikma yake iliyokamilika na huruma yake juu ya umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuteremsha kitabu peke yake. Lao angeteremsha kitabu tungekuwa na kila sababu ya kusema kitabu hiki hatuwezi kukifuata kitabu hiki, lakini akamteremsha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili atuonyeshe kwamba
kitabu hiki kinaweza kutendewa kazi, na masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafanya vivyo hivyo. Kwa hivyo lengo la kufunga, kupata uchamungu, limefungamana na Qur'an. Sababu nyingine, sote sisi tunatamani nini? Tunatamani pepo ya Allah subhanahu. Tena tunatamani pepo gani? Firdaus al-a'la, Firdaus al-a'la. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, kama mtaka pepo basi kuweni wacha Mungu, aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat liman lilmuttaqin. Wasari'u, nafanyeni haraka upesi mtafute maghfira ya Allah, na huo ndio mwezi wa maghfira. Huo ndio mwezi wa maghfira. Allah amefunga milango yake, amefunga milango ya Jahannam. Huo ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe waja wake na kuacha huru na moto. Tena akasema wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, ifanyieni haraka hiyo pepo ya Allah ambayo upana wake tu ni sawa na mbingu na ardhi. Upana sawa na mbingu na ardhi. Tena uiddat lil muttaqin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa pepo hii, ameiweka pepo hii kwa wale ambao ni wacha Mungu. Sababu ya 8 ni kwamba ikiwa tunataka kheri, kila mtu anataka kheri, tunasema Allahumma nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa na'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tunataka kheri, na al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam asema nini? Alayka bitaqwallah, jilazimishe na uchamungu. Kwa nini? Fa innaha jima'u kulli khair, kwa sababu huo uchamungu umekusanya kila khair. Tukumbuke uchamungu, Allah atuone pale ambapo anataka kutuona na asituone pale ambapo hataki kutuona. Halafu tunaambiwa Mungu akiwa na wewe hakuna mwingine aweza kuzuia jambo, ama sivyo? Sote tutakuona Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ametangaza yuko na nani, akisema wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Asema Allah kwamba na mwogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu, wa'lamu, najueni. Allah asema wa'lamu, najueni enyi waumini kwamba inna Allaha ma'al muttaqin, Mwenyezi Mungu yuko na wale ambao ni wenye takwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye takwa, aliposema bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mahala pa takwa ni wapi? Takwa iko wapi? Kwa hadithi ya Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwa iko wapi? Hapa ndani ya moyo. Takwa inajidhihirisha katika tabia. Hatuwezi kuona takwa, lakini takwa inajidhihirisha katika tabia. Hadithi ndefu, al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kasema at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa iko hapa, takwa iko hapa, takwa iko hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ukitaka kuwa mcha Mungu basi i'mal bi fara'idillah takun atqa nas, fanya faradhi za Mwenyezi Mungu, fanya yale ambayo amelazimisha Mwenyezi Mungu, utakuwa mbele. Utakuwa mbele, sio kwamba utakuwa kwamba wewe ni takwa, lakini utakuwa ndio bora katika takwa mbele ya watu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal ghafurur karim. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله.
قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسائر صحابة رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك على الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا، فاجعل يا رب أمورنا كلها سهلا. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وصدقاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رفقا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا متطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم نسألك توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وجنة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى، ونسألك التقى، ونسألك العفاف، ونسألك الغنى يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا أمورنا يا رب العالمين. ربنا يسر ولا تعسر، وتمم بالخير به نستعين. يا فتاح القلوب يا ذا العجائب الخير علمنا بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي بصرنا نورا، وفي سمعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وفوقنا نورا، وتحتنا نورا، وأمامنا نورا، وخلفنا نورا، واجعل لنا نورا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أقم الصلاة.